Ni faraja kusimama mbele yenu leo. Unajua ni kwa nini? Unajua ni kwa nini? Kwa sababu nyinyi ndio wanafunzi wa kwanza kabisa kututembelea. Wangapi kati yenu mnajua kwamba ada ishalipwa? Leo kamuulize baba au mama, ada tushalipa? Hilo swali gumu eh? Yes. Kwa nini hilo swali ni gumu? Ukiondoka asubuhi, lakini nani anapanda basi anakwenda analipa nauli? Kumwambia baba akupe nauli ni kitu kigumu. Lakini kwa nini kuuliza kwamba baba ada tushalipa ni ngumu? Nani anadhani mjadala huu anaweza kaupeleka nyumbani na wakazungumza kwa amani kabisa? Kama mnaongea kuhusu Simba leo imefungwa, mnaonaje tukifanya mazungumzo haya mkawaambia wazazi, twende Wealth Capital tukajadili, tukapate huu mjadala? Nani yuko on board? Nani anaunga mkono hiyo hoja? Kwamba ukifika mwambie nimefika Wealth Capital leo, tumeulizwa maswali mawili. Mimi nikiomba nauli baba asubuhi, baba naomba nauli ya kwenda shule, inakuwa rahisi kabisa. Lakini kukuuliza kuhusu ada naanza kujisikia hofu. Sasa kule Wealth Capital wamesema tunaweza tukakaa tukaangalia namna ambayo tunaweza tukaongea hivi vitu, na kama kuna changamoto mahali tukatafuta suluhisho. Nani anasema hiyo bado itakuwa ngumu? Kwa nini? Ili iwe rahisi tufanyeje? Tumwandikie barua? Nani ambaye anaona kuna njia anaweza akafanya ikatokea hiyo mjadala ukawa rahisi, mkaongea kama ambavyo mimi naongea na nyinyi hapa? Tufanyeje? Mimi kama mimi naona kwamba sasa hivi vijana wengi hatuaminiki majumbani. Hatuaminiki. Naweza kufikisha taarifa, mzazi akachukua tu mzaa kama unavyoongeaga mambo mengine tu, utani tu. Kwa hiyo inabidi kuweka msitizo zaidi mawili, kuwe na peperushi ama ujumbe ambazo zitaandikwa na saini yako ikawepo kwamba huyu ndiye mkurugenzi ama huyu ndiye kiongozi mkuu pale, aliyeka saini yake hapo. Kwa anaweza akaweka kidogo uaminifu fulani. Lakini ukiniambia mimi niende kufikisha kwa mdomo wangu, anaweza kusema ni njia tu ya kuchukua tu hela yangu, mtoto anataka hela yangu. Na pia nyingine kama hiyo, kutumia simu, sababu kuacha namba za simu kupiga pia ni nzuri. Pia ni nzuri. Hiyo pia ni mojawapo njia nzuri. Lakini kwa mimi kwenda kusema ama asilimia kubwa jinsi ninavyoona mimi kwenda kufikisha kwa njia ya mdomo, juhudi zitagonga mwamba. Lakini wapo wachache wanaoaminika, lakini asilimia kubwa tuaminiki kwa sasa hivi. Naomba mumpigie makofi ya nguvu sana. Unadhani njia nzuri ya huu mjadala wa ada, si ndio? Namna ya wanafunzi watoto kuongea na wazazi ili kuweza kuona ada inavyolipwa kwenye shule, kukawa na namna ambayo haileti changamoto, kwanza kuizungumzia, lakini pili mikakati ya namna ya kuipata na kulipa. Huu mjadala ukawa unaweza ukawa wazi pande zote tatu, taasisi ambayo ni shule na walimu. Maana najua walimu mara nyingine mnaambiwa mshahara utachelewa kidogo kwa sababu unaona makusanyo ya ada yamekuwa hafifu. Maana yake nyinyi mnaweza mkazungumza na wazazi, wazazi wakazungumza na watoto wao, watoto pia wakazungumza na wazazi wao. Wewe unadhani njia ipi ya tatu? Tumepata barua na simu. Je, tunafanyaje hao wazazi wakaja na hapa tukazungumza pia kwa pamoja? Njia pekee kwa sasa hivi, kwa sababu teknolojia imeendelea, ni kutumia barua, ambayo barua imekuwa ina sehemu kubwa sana kumhamasisha mzazi. Akiona barua ni njia rahisi sana, kwa maana kwamba njia ya barua ikitumika itampa ulimwengu. Japo nafahamu kwamba kuna wazazi wa aina mbili, ambao wameenda darasani na wengine ambao hawajaenda darasani. Anaweza akapewa guide kwamba kinachozungumzwa hapa ni
wewe unahitajika pale Wealth Capital Fund. Kuna mwaliko, kuna swala ambalo unatakiwa kujadiliana na wadau. Lakini barua hii tunaweza ikawa kati ya Wealth Capital na shule, alafu tukatuma kwa pamoja. Ndio? Very well. Naomba tujenge hoja hapa, alafu tukubaliane kuitekeleza. Sawa? Nimependa sana umekuwa muwazi kwamba sisi hatuaminiki. Ninaomba mimi nijipe jukumu kama mkurugenzi wa Wealth Capital kwamba mimi nataka tufanye nyinyi muaminike. Si sawa ukifika kwa mzazi wako akakutizama, akakusikiliza, alafu akakuona wewe sio mtu sahihi wa kukuamini. Hicho kitu kinaumiza eti jamani. Kinaumiza eti. Yaani ili wewe usikilizwe inabidi mpaka kuwe na mtu mwingine. Wakati wewe ndio mtoto, wewe ndio yule ni mzazi wako, inaumiza, si eti? Kwa hiyo mimi nitaandika barua. Mwalimu, naomba namba zake za simu, mkuu wake wa shule, tuweze kuona tunafanyaje, ili wewe ukifika nyumbani kwanza uelezee story ya leo, useme tumekutana na mkurugenzi wa Wealth Capital, ueleze story yote ya leo. Alafu barua ikifika ataona wewe umekuwa mkweli si mkweli. Kwa tutakuwa tumeanza hatua ya kwanza, ndio? Lakini hatua ya pili tutakualika wewe na mzazi wako hapa ili sasa tuweze kuwa na mjadala wa wazi. Mnaonaje hiyo? Inawezekana? Nataka niwaambie, leo wewe ni mwanafunzi, sawa? Na nimezungumza swala la ada ambalo ni mahususi sana. Hilo jukumu haliko kwako, si ndio? Hata nauli, si ndio? Hata ukiugua, si ndio? Lakini kuna wakati utafika ili jukumu litakuwa la kwako. Kweli uongo? Unaonaje ili jukumu ukaanza kulifanyia kazi sasa, leo, ili likifika sasa pale ambapo limekuwa lako rasmi, ukute mikakati iko tayari. Najua kuna ambao sasa hivi wangependa hata ile kwenda kugonga tu asubuhi kuomba nauli ni shida, ndio? Sasa hebu fikiria kwamba huhitaji kufanya hivyo, nauli iko, unaweza ukaipata, ukaenda shule, ukarudi. Hahitaji kwenda kugonga wala kufanya chochote kuomba. Sasa hivi nyosha tu hapa, hamna mtu atamwambia baba, all right. Kwa hiyo mnataka kuanza kujitegemea sasa, ndio? Unataka kuweza kulipa nauli mwenyewe, kwenda kununua jeans ambayo inakupendeza mwenyewe, kwenda kutengeneza nywele mwenyewe style unayotaka, ndio? Sasa dada Belinda hapa, yeye atahakikisha hiyo mambo inaanza kuwekwa vizuri sasa, si ndio? Kwa leo msikilize vizuri sana. Halafu kutakuwa na muendelezo. Tuko pamoja? Ili uweze kutoka hapa, uweze kufika mahali ambapo kama sio sasa, basi muda mfupi ujao kuweza kumudu baadhi ya vitu kidogo kidogo. Sawa? Na hatimaye uweze kuwa huru. Usiende tena kugonga. Si ndio? Ndio jamani? Karibuni sana Wealth Capital.